Wapendwa watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kuwakaribisha tena katika kipindi hiki ukipendacho cha wakati wa mabadiliko, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 saa 1 jioni mpaka saa 1:30. Na kipindi hasa kinalenga tutafakarisha neno la Mungu kwa njia ya mafundisho, ili tufike mahali neno lipate nafasi katika maisha yetu na kuleta mabadiliko Mungu aliyoyakusudia kupitia katika neno lake. Tumekuwa na mfululizo wa vipindi vya kujifundisha juu ya Roho Mtakatifu, na katika kipindi chetu cha kwanza tuliona huyu Roho Mtakatifu ni nani, na pia kwa nini Mungu hasa ilimpendeza kwamba kila aliyeamini basi awe na huyu Roho Mtakatifu kwa njia ya ubatizo kwa ajili ya kumwezesha. Na tuliona pia kwamba kwa ni muhimu kwa kila Mkristo kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Katika somo la pili tuliangalia juu ya kutembea na Roho Mtakatifu. Unapokuwa umeamini na Mungu amekupa neema ya kubatiza kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu amekuja anafanya kazi ndani yako na yuko juu yako, ni vyema kuelewa kupitia maandiko Biblia inazungumza nini kuhusu kutembea na Roho Mtakatifu. Na tuliona kwamba Roho Mtakatifu anafanya mambo mengi kwenye maisha yetu, lakini mambo makubwa tunapotembea naye, kwanza anatufundisha katika maana ya kututia kwenye kweli yote, kuelewa neno la Mungu, kuelewa undani wake, lakini pia anatubadilisha. Na kwa hiyo hatua kwa hatua yale yaliyo madhaifu kwetu yanabadilika na kuwa mambo yenye nguvu. Tukatazama mifano ya watu kama wakina Petro pamoja na baadhi ya wanafunzi wa Yesu waliokuwa ni wavuvi, walikuwa hawakupata hata neema ya kwenda shule. Tunaona ushahidi katika Biblia wakisema watu hao hawajaenda shule, sio wasomi, wanajuaje mambo makubwa namna hii? Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yao aliwasaidia. Na pia tunaona jinsi ambavyo Petro alikuwa ni mwoga hapo kabla, pamoja na kuwa na Yesu na kutembea naye na kuona miujiza na hata yeye mwenyewe kuweza kufanya pamoja na wanafunzi wengine baadhi ya mambo, hata wakasema kwamba hata pepo wanatutii, lakini bado alikuwa na hofu, ambayo tunaona baada ya Pentecost, baada ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu, tunamuona Petro mwingine aliye na ujasiri wa kusimama mbele ya kadamnasi ya watu waliomuua Bwana wake na kuwashuhudia kwa nguvu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na baadaye of course tunaona watu wengi wakakata shauri na kumfuata Kristo. Katika kipindi chetu cha leo ambacho ni kipindi chetu cha tatu, tutakuwa na sehemu ya tatu ambayo ni kutumika na Roho Mtakatifu. Tunapozungumza juu ya kutumika au kufanya kazi na Roho Mtakatifu, maana yake hasa ni kwamba Roho Mtakatifu amekuja katika maisha yetu na kuna mambo anayotuwezesha kutenda. Sasa mambo haya ni mambo gani, na tunapaswa kuelewa vitu gani ili tuweze kutumika kikamilifu pamoja naye? Sasa kutuongoza katika sehemu hii ya tatu ambayo ni kufanya kazi na Roho Mtakatifu, tutasoma kutoka katika Biblia katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 12 na sura ya 14, na nitasoma mstari wa 12. Biblia inasema, amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Mstari wa 13 unasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.
mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Sasa ukisoma mstari wa 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Lakini anapozungumzia juu ya kazi, kwamba kazi ambazo yeye amekuwa akizifanya na sisi tutazifanya, uwezesho wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ulikuwa ni uwezesho alioupata kwa ajili ya kipawa cha nguvu iliyotenda kazi ndani yake, na ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Mnafahamu wote kwamba Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alipokuwa karibu kuanza kazi yake, sasa alikwenda Yordan, akaenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji, kama tunavyosoma kwenye injili mbalimbali, Injili ya Luka mstari wa 4. Akaenda Yordan akabatizwa, na baada ya kubatizwa akapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa umbo la hua, na baada ya hapo akaenda nyikani kwa ajili ya kujaribiwa, na aliposhuka akaanza rasmi huduma yake, ministry yake, na tunaona nguvu iliyokuwa pamoja naye. Kwa hiyo hatuwezi kumtumikia Mungu kwa nguvu au kwa hekima yetu wenyewe. Na ukisoma katika sura ya 1 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona kwamba Bwana Yesu anakwenda na wanafunzi wake mahali, anataka sasa kuondoka, na akiwa pale wanamhoji baadhi ya maswali, lakini yeye anajaribu kuwarudisha kwenye somo. Anawaambia, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea nguvu, maana mtakapompokea Roho Mtakatifu tutapokea nguvu atakapowajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Maneno haya tunayaona pia katika sura 24 ya Injili ya Luka, ambayo nayo inazungumzia habari ya Bwana Yesu alipokuwa anaondoka. Sasa katika mstari ule wa 8 anasema, mtapokea nguvu nanyi mtakuwa mashahidi. Lile neno mashahidi linatafsiriwa wafia dini. Maanake ni watu watakaosimama kwa ajili ya kumshuhudia Kristo na matendo yake, kwa ajili ya kushuhudia ukweli kwamba Kristo alikufa lakini amefufuka na anaishi milele, na kwamba Kristo amepaa kwenda mbinguni na siku moja atarudi kuja kuhukumu ulimwengu, kuchukua kanisa na baadaye kuhukumu ulimwengu. Kwa hiyo unaona kwamba mazungumzo haya na mafundisho haya kuhusu Roho Mtakatifu yanalenga kazi zaidi kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo tunasema kwamba Roho Mtakatifu, pamoja na jambo kubwa analofanya kutuwezesha tuweze kutembea katika utakatifu na kushindia vita zetu, lakini yeye ni roho wa utumishi. Yeye ni roho wa utumishi, na kwa hiyo anakuja kwenye maisha yetu kwa ajili ya kutusaidia kumtumikia Mungu. Baada ya kusema hayo, labda nirudi tena katika Injili kama ilivyoandikwa na Marko Mtakatifu. Wakati Bwana Yesu alipokuwa anakaribia kuondoka, alizungumza jambo ambalo ni vyema tuliangalie, na unaweza ukaona pale kwamba anazungumza kuhusu nini au namna gani kuhusu utumishi huo ninaozungumza. Mlango wa 16 mstari wa 15, neno linasema, enendeni, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Maneno haya sasa yanaonyesha aina ya utumishi Mungu anaotuingiza kwa huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha ya muumini kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu,
anakuja na vipawa, anakuja na uwezesho, na hili ni jambo la muhimu sana kuelewa, kwa sababu tusipoelewa vizuri au tutapuuzia au tunaweza tukatafsiri vibaya. Vipawa vya Roho Mtakatifu ni vitendea kazi vya waumini. Neno ndiyo kazi tuliyopewa: enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili. Lakini mstari wa 17 anasema, na ishara hizi zote zitafuatana nao waaminio. Wale waliotoka wakaenda kuhubiri, kuna mambo au ishara au dalili au miujiza itakayofuatana nao. Ile sio kazi ya mtu, ule ni uwezesho wa Roho Mtakatifu akilithibitisha lile neno ambalo tumelizungumza. Tunapowahudumia watu, tunapowashuhudia, yeye anakuja na ishara na zile zinafanya watu waone nguvu ya Mungu kiuhalisia na waamini. Kwa hiyo niseme hivi, ni vigumu sana kumtumikia Mungu pasipokuwa na nguvu na vipawa vya Roho Mtakatifu. Vipawa viko vingi mbalimbali. Ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 utaona, ukisoma kwa Warumi mlango wa 12 utaona, na sehemu kadha wa kadha kuna lists za vipawa ambavyo vina neno. Viko vingi, lakini hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anapokuja juu yako, anapokupaka mafuta, unapopakwa mafuta ya Roho Mtakatifu, yeye anakuja na vipawa. Na vipawa ni muhimu kwa sababu vina demonstrate, vinaonyesha kwamba nyuma ya lile neno ipo nguvu ya tofauti. Bwana Yesu akasema, kama hamniamini basi aminini kazi ninazozifanya. Na watu wengine takina mzee Nikodemo wakasema, tunaona kwamba wewe ni nabii. Kwa nini waliona? Kwa sababu walisikia maneno yake, waliona maisha yake na waliona kazi zake. Sasa Roho Mtakatifu yeye anapokuja kwenye maisha yetu, anafanya kile Mungu alichodhamiria toka zamani, kwamba Mungu atatumika na mwanadamu. Si kwamba Mungu hawezi kufanya mwenyewe, anaweza. Tumeona mahali pengi katika Biblia akifanya mambo, lakini katika habari ya utumishi ni mpango wa Mungu kwamba atumike na wanadamu na wale walioamini. Kwa hiyo tusemeje? Tuseme hivi, kama tukiwa tunajaribu kutumika pasipo kumruhusu Roho Mtakatifu ndani yetu atumike nasi, pasipo kuelewa jinsi anavyofanya kazi, basi utumishi wetu utakuwa ni dhaifu, na wala Mungu hataonekana kwa viwango vile ambavyo angeliweza kuonekana. Mpendwa mtu wa Mungu, kanisa la leo limeingia katika mazingira ambayo demonstration, maonyesho au ishara za Roho Mtakatifu, mimi niseme zimepungua sana. Na hii nalinganisha na miaka michache tu nyuma ambayo tulikuwa tunajua watu wanaombewa, watu wanafunguka, viwete wanatembea, vipofu wanaona, na mambo hayapo mpaka leo. Sio kwamba hayapo, lakini nasema yamepungua sana. Inawezekana kwa kiasi fulani kanisa tunaridhika kwamba sio lazima sana mambo haya yaonekane, lakini kama tukimtafuta Mungu, kama tukikaa pamoja na Mungu, kama tukiwa na radhi ya Mungu, Bwana atademonstrate, ataonyesha yale aliyosema kwamba yatafuatana nasi. Matendo haya yalifuatana na wanafunzi, yalifuatana na mitume wa Injili waliokuwa kwenye Biblia, yalifuatana nao hata sisi. Matendo haya yanatakiwa yafuatane nasi, na hii ndiyo kazi ambayo Roho Mtakatifu anaifanya kwetu. Naelewa muda wetu sio mrefu, na kwa hiyo focus ya somo letu
si kujaribu kuchukua muda kukufundisha kila kitu kinachotakiwa labda juu ya karama za Roho Mtakatifu, lakini ni kukutia kiu, kukutia wivu, kukutamanisha kwamba kumbe nikiwa na Roho Mtakatifu vipawa vyake vinaweza kuniwezesha kufanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu. Haya yalikuwepo hata Agano la Kale. Mnafahamu jinsi Elia alivyozuia mvua kunyesha kwa miaka 3 karibu na nusu, na mambo mengi aliyoyafanya ambayo yalionekana kwamba ni miujiza, na aliyafanya kwa makusudi au kwa malengo, kwamba wale waliokuwa mzunguka na wengine walikuwa ni manabii wa shetani kabisa wa Baali, lakini ieleweke kwa watu wote kwamba ni yupi Mungu wa kweli. Na kwa hiyo ishara zile, miujiza ile ikaonyesha ni Mungu yupi anayejibu maombi na ni Mungu aliye hai. Elisha alikuwa anatembea na Elia kila wakati, lakini hatusikii akitumika akifanya miujiza, mpaka sasa anafika mahali bwana wake anatwaliwa. Na unaona jinsi Elisha alivyojua, kwa sababu alifahamu kwamba Elia anatumika kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na kwa hiyo hata yeye alikuwa makini. Alipojua bwana wake anaondoka, akamng'ang'ania. Mwisho Elia anamuuliza, anamwambia, bwana, mimi inabidi niondoke kwako leo, lakini hebu niambie nikupe nini, omba chochote unachokitaka. Elisha akamwambia, mimi nataka nguvu iliyo juu yako maradufu, nipate double portion, nipate mara 2 kuliko wewe. Lakini Elia akamwambia, hii sio uwezo wa kukupa, ila ukiniona unaondoka, basi utakuwa umepata kibali kwa Mungu, na kwa vyovyote vile naamini Mungu atakupa ulichoomba. Aliomba uwezesho. Sijui leo kama muumini na kama mtumishi, ni kwa kiasi gani unatamani uone Roho Mtakatifu akifanya kazi na wewe na vipawa vyake vikijionyesha wazi kwamba hiki ni kipawa, hii ni upako wa Mungu mwenyewe. Elisha anamwona Elia akiondoka, lakini bado anajiona kama yuko tupu. Anaokota vazi la Elia, alafu anarudi mpaka Jordan, maana walipokuwa wanakuja Elisha aliagawa maji ya mto Jordan wakapita. Katika hali ya frustration, katika hali ya kutokujua afanye nini sasa, akachukua tu lile vazi, akapiga maji ya mto na kusema, yuko wapi Mungu wa Elia? Na mto ukagawanyika. Wakati ule, that moment, Elisha akajua kwamba nimepokea uwezo niliomuomba Mungu. Na baada ya pale, wote mnafahamu, Elisha alifanya miujiza mingi sana kuliko hata Elia. Kwa sababu gani? Alipokea uwezesho, na uwezesho ule ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Wapendwa wa Mungu, kama ungeulizwa wewe leo, ni kitu gani unachokitamani katika maisha yako? Labda wengine wangesema pesa, labda wengine wangesema kujulikana, lakini nakutia moyo leo, tamani upokee Roho Mtakatifu, na tamani upate vipawa vya Roho Mtakatifu vifanye kazi nawe. Mimi siwezi kukaa na kuzungumza mambo mengi, lakini nimeona watu wakipona, nimeona watu wakifunguliwa nguvu za giza, nimeona miujiza mingi Mungu akitenda kwenye maisha yangu binafsi, na naelewa kwamba ni kweli kabisa kwamba unapokuwa na nguvu hii unaweza ukasimama na wengine wakaona kwamba Mungu yuko pamoja na mtumishi huyu. Elisha alipovuka mto Jordan, wale waliokuwa wanaitwa wana wa manabii wakasema, roho ya Elia iko juu ya Elisha. Nikutie moyo wakati unapofika mwisho kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu, na kama umempokea unahitaji kukaa na Bwana
kuwa mtu wa maombi, kusoma neno na kutamani kutenda kazi ili Mungu ajidhihirishe kupitia vipawa alivyoweka ndani yako. Tukumbuke hivi ni vipawa vya Roho Mtakatifu, sio vya mtu. Huwezi kujivunia, lakini unapotumika na kutumiwa na Roho Mtakatifu ni jambo linaloinua sana na kutia moyo. Nadhani leo itoshe kwa tulipofika, na niombe nawe kwa ufupi, na kipindi chetu kitakachofuata tutazungumza juu ya nafasi ya Roho Mtakatifu katika vita tunazopitia, vita mbalimbali tunazopitia. Yeye ndio mwezeshaji wetu. Lakini kwa leo ni maombi yangu kwamba utaelewa tulichozungumza na utatamani kutembea katika vipawa vya Roho Mtakatifu. Ninaomba tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu Jehova, asante kwa ajili wakati mzuri na kipindi tulichokuwa nacho na maneno tuliyozungumza. Sio mengi ya kwamba ni mapana au nimekwenda kwa kina, lakini naamini kabisa kwa mtu yeyote katika ngazi yoyote maneno haya yatamhabarisha au yatamkumbusha kwamba nguvu ya utumishi ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Wajalie watu wako waelewe maneno haya na watamani kutembea katika nguvu hiyo, ili watende kazi pamoja nawe kupitia Roho Mtakatifu. Naweka mikononi mwako wote wenye mashaka, hata wale ambao hawana uhakika kama wameokoka. Zungumza nao, Mungu Roho Mtakatifu, walete mahali pa toba, kwa sababu hakuna njia nyingine, ni njia ya msalaba peke yake. Ni katika jina zuri la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba, amen. Sasa nikukaribishe katika ibada zetu. Kanisa la DIC liko karibu na Mkuki House, njia ya kwenda Kekomadawa, na tuna ibada kila Jumapili kuanzia saa 3, na kukaribisha sana uje uungane nasi. Kama unaona maelezo haya hujaelewa, ni ruksa kunipigia simu kupitia simu namba 0713-777-510 ili niweze kuelekeza, au kama unahitaji lolote tuweze kuomba pamoja. Kwa leo itoshe kukuomba usisahau kusubscribe ili uweze kupata notification tunapokuwa tayari tuko hewani, ili usipitwe na mafundisho haya. Anayekuaga sasa kutoka katika kipindi cha Wakati wa Mabadiliko si mwingine, ni mchungaji Engineer Ray Seng'enge kutoka kanisa la TAG DIC. Mungu wa mbinguni akubariki sana.